sisi hatuko kwa hiyo mipangilio ya maandamano na sisi hatujapanga maandamano. Maneno ya maandamano, kama mnataka muende mfanyie maandamano pale pengine. Wenye mnasema maneno ya railway, mkutane hiyo siku leni tafadhali. Yes. Na hiyo saa 2 mnasema hata mkuje saa 12 tukutane. Maandamano imekuwa wakati wa Azimio, na wenye wanapanga maandamano wajui nini wanapanga. Yes, leo tumekutana hapa kama wafanyabiashara wa uchukuzi ya matatu na wafanyabiashara wa hapa mjini. Na sababu ya kukutana hapa ni sababu kuko na mambo inasunguka kwa media. Inasemekana ya kwamba sisi wafanyabiashara ya uchukuzi ya matatu tumepanga maandamano, na wenye ambao wanahusika na matatu ama viongozi wa matatu wako hapa, stage managers wako hapa, wafanyakazi wa SACCOS wako hapa, na tunataka kusema ya kwamba sisi hatuko kwa hiyo mipangilio ya maandamano na sisi hatujapanga maandamano. Ama mumepanga maandamano? Na sisi hatutaki mji wetu wa Nakuru kuchafuliwa na wale watu ambao hawafanyi biashara ya matatu na hawafanyi biashara zingine, na wenye wako na hiyo agenda wanataka kuharibu na kufuruka amani yetu ya biashara hapa mjini. Na sisi kama wafanyabiashara wa matatu hatutakubali mtu yoyote anataka kufuruka biashara hapa mjini kwetu, na hatutataka mtu yoyote anataka kugonganisha sisi wafanyabiashara wa matatu pamoja na gavana wetu. Gavana wetu tunampenda, sisi tulimchagua kwa kauli moja na bado tutamchagua tena, na tunataka kusema hivi, sisi gavana ndio ameturudisha kwa hii biashara. Na yeyote anataka kufuruka hiyo uhusiano, tunataka kumuonya na kumwambia akome, na akome kabisa. Tunakubaliana na hiyo? Na wale ambao wanapanga hii mipangilio, tunataka tuwaambie hii ni tauni yetu, na hii tauni yetu hatutakubali mchafuko yoyote. Na kama uko na mtu amedanganywa ya kwamba watu wa matatu wafanya biashara wale wako hapa mchini ati wamepanga maandamano, tunatangaza ya kwamba hakuna maandamano imepangwa na watu wa matatu na watu wa biashara, na sisi hatuko kwa kupingana na serikali ambao sisi wenyewe tulichagua. Sisi tuko hapa tuweze kuunga mkono ile serikali sisi wenyewe tulichagua. Na kama kuko na mtu wako na shida, angojee wakati wa uchaguzi ukifika. Na sisi tuliamua na tukakubaliana na gavana wetu mpaka amalize termu yake. Ama mnasemaji? Kweli kabisa. Ama mnasemaji? Kweli kabisa. Mtamuunga mkono mpaka 2027? Yes. Situone kwa ishara ya mikono. Tuko na mama. Tuko na mama. Tuko na mama vijana. Basi, sisi hiyo ndio msimamo yetu, na tunasema hivi, wakati kuko na fujo ama mfurukano, biashara ndio zinaumia. Hizi gari ziko hapa ni gari ziko na malons, hizi gari ziko hapa ni gari ambazo ni za watu na ni za SACCOS, na wakati mafurukano inaingia, hii gari ikiumizwa kioo, unakuta kwamba mwenye kutupa hiyo mawe ajui ya kwamba ameleta hasara kubwa, sababu ndugu yake, dada yake anaweza kuwa kwa hiyo gari apate kuumia. Na hatutaki vitu kama hizo, na yeyote anajidanganya, sisi tutahakikisha hakuna maandamano. Na wale watatokea, basi ni shauri yao. Hata tutaki. Mnataka? Hatutaki maandamano. Very good. Nitamkaribisha mwenzangu hapa aweze kuwasalimia, ambao ndio Vice Chairman wa Central Lift, na yeye aweze kutoa taarifa yake. Karibu sana Josh. Kwa majina ni Francis Njoroge ama Josh, na mimi ndio Vice Chairman wa Central Lift Matatu Association. Na leo hii mnaona tumekuja hapa kama watu wa matatu kwa sababu tumeona kuna brokers ambao wanatumia watu wa matatu vibaya. Kuna mtu anakaa huko kwake Nairobi, anaandika kwa mitandao, anasema kuna mgomo ya watu wa matatu, na ndio maana tumekuja hapa kama watu wa matatu na watu wa biashara. Mtaona hata kuna viongozi hapa wanasha wa biashara ndogo ndogo ziko town, kuhakikishia watu wa Nakuru ya kwamba hakuna maandamano.
na kuambia wale ambao wanatumia biashara zetu vibaya. Sisi ni watu ambao tunajua serikali mzuri na serikali mbaya. Tumekuwa kwa serikali mzuri na serikali mbaya. Gavana wakati alichaguliwa, promise yake ya kwanza yenye alitimiza ni ya kurudisha matatu town. Na mkiangalia mnaona sasa hizi vile biashara zinanoga vizuri. Hapa kitambo palikuwa pana mchanga tu. Wakati gavana aliingia akarudisha matatu town na akatutengenezea. Mungeenda kule mashambani, chokorande walikuwa wanapiga mpira huko kwa uwanja ya matatu. Na wakati gavana aliingia akarudisha matatu town, wale wamama wako pale wanafanya biashara kabisa. Walikuwa wanauza thermos moja ya chai, sasa mtu anauza sufuria kadhaa. So sisi tunataka kusema kama watu wa matatu na watu ambao wana support gavana wetu Susan Kihika, sisi tutaendelea kushirikiana na hii serikali na kukaa na hii serikali mpaka 2032 kwa sababu sisi tumeingiza kidole mahali penye tunajua ni mbaya, na sasa hapa mahali penye tuko tunajua ni kuzuri. Si mnafanya biashara? Si mnafurahia kufanya biashara? Sako mingi hapa zilikuwa zimechotwa. Sako kama ya Njoroigaton ilikuwa tayari imeanza kuchotwa magari. Sako hata ya chairman wetu hapa ilikuwa imechotwa magari, ya kina Tausi hapa. Tunajua ile mambo ilikuwa inaendelea. Tulipoteza watu wengi sana wakati tulitolewa hii town. Na ndio unaona wakati watu wamesikia kuna mambo ama kuna brokers ambao wanakaa Nairobi wanapanga maandamano ya watu wa matatu, tumejitokeza kusema sisi ndio watu wa matatu. Na tutaki mtu mwenye anaongea hapo, mtu mwenye ajui gearbox ni nini, ajui engine ni nini, ajui mguu ya gari ni nini. Sisi ndio tunajua uchungu ya gari. Sisi ndio watu tuna maintain gari tunajua. Na tunataka kusema hivi, ule ambaye atakuwa pale akisema yeye ni mtu wa matatu, mjue yeye ni mkora. Na ile kitu tutafanya, tutakuwa pale tugoje huyo mtu mwenye anasema yeye ni wa matatu, tupatane na yeye wapi? Hapo. Si mko tayari hapo? Tunataka kuona ni nani huyo wa matatu mwenye yuko hapa. Uongozi yote ya matatu iko hapa. Chairman wetu wako hapa. SG yako hapa. Mimi vice chairman niko hapa. Iko organizing hapa. Tuko wote hapa watu wa matatu. Na tuko mpia mpaka na stage managers, Kamagera wote tumeungana kusema tunataka hii amani ambayo iko hapa iendelee kufanya nini? Kufanya kazi. Si ni sawa hivyo? So mimi naomba hivi. Wale watu ambao wanasema hivyo wakitokea msitulaumu kwa sababu hata sisi tutakuwa hapo na tutakubali watu wakuje waharibu town yetu. Hatutakubali mikora wakuje kupora maduka, wakuje kutupigia magari zetu mawe kwa sababu sisi tumeridhika na ile serikali ile inafanya kazi. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Itilafu. Mimi ni chairman wa Langa Line. Mimi ni mmoja wa komiti ambayo unaiona hapa. Mimi kitu ya kwanza nataka kusema hivi. Sisi tunashukuru hii serikali ambayo iko. Na hii serikali sisi tulete hapa town tumeona mabadiliko kubwa sana. Hatujawahi kuwa na serikali nzuri kama hii. Wale viongozi ambao kwa hii serikali ni watu wanajua kuishi na watu. Ukiangalia hata nyinyi kuanzia kwa askari wa county wako na uhusiano mzuri na watu wa matatu. Ukikompea na the last regime ambayo ilikuwa. Sisi sasa tunafurahia kazi zetu. I think kila mtu anaweza kuona mazingira ambayo tunafanyia kazi ni mzuri sana. Hatusumburi, kukiwa na shida yote tunaweza kukaa chini. Mimi naongelea mambo ya maandamano ambayo tunaisikia. Mimi ningesema hii komiti tukimaliza hii mkutano tuweze kwenda station, tuweze kuripoti ya watu ambao wanatuharibia jina, watu ambao wanataka kutukosanisha na serikali, na sisi ni watu wa kupenda amani. Achunguzwe ni nani na apeane reason ya kusema anapanga maandamano kwa kazi ambayo imuhusu. Sisi ndio stakeholders, sisi ndio wenye hii biashara. So tungeomba tuheshimiane vile kazi zingine zinaheshimiwa, hata iweze kuheshimiwa. Na huyo mtu ambaye anajifanya anaweza goma, ile time tulikuwa hapa na serikali ambayo ilikuwa ya Ri, alikuwa pia wakati apange maandamano. Hiyo siku tulikuwa tumeumia sana, alikuwa wapi? Asifikiria atafanya biashara na sisi. Sisi hapana watu wa kubebwa venye anafikiria, na tunampea warning. Akijaribu kuja hiyo siku tutampea chai. Na mimi naambia askari, ambie huyo mtu ajichunge sana. Wamuite na wamkataze. Manake hiyo siku ikifika ataona nyaja iona. Heshimu kazi yetu vile anataka kazi yake iheshimiwa. Na mimi nasema sisi watu wa matatu tuko na uhusiano mzuri sana na wanabiashara wengine sana. Na wanabiashara wengine wanajua value yetu. Manake sisi ndio huwa tunaleta customer hapa town. Na tukiwa na shida yote tunajua ofisi ya governor iko. Sisi wenyewe tuko na uongozi wetu. Tunaendaga tunakaa chini tunaongea. Lakini for now hakuna shida ambayo tuko nayo. Shida nayo ambayo ilikuwa kidogo kidogo ilikuwa tu ile mambo ya stage kuamua jam, na hiyo tulimaliza. Juzi mliona kulikuwa na shida nyingine ambayo watu bado walikuwa wametumana hapo, mambo ya nasu. Na hiyo ilikuwa ni shida, ilikuwa ni misunderstanding. Na tulikaa chini kama viongozi na tukaweza kutatua. So please mimi ningeomba watu waweze kuheshimu hii kazi yetu vile mtu anaweza taka kuheshimiwa. Waache kutubeba hivi hivi. Sisi ni watu tumeinvest pesa mingi sana kwa hii biashara. Hii si kitu ambayo unaweza enda kwa nini uanze kuiongelea hivi hivi. Sisi ni pesa tumemwaga hapa.
So kazi yetu iweze kuheshimiwa, na mimi naomba serikali iweze kufanya kazi, iweze kuchukulia watu hatua. Asanteni. Okay, kwa majina naitwa Ramadhan Getata, chairman Kamagera wa town. Sisi tunakwamba tunasikitika kwamba sisi vijana tulikuwa tumejipanga vizuri, tulikuwa tumeanza kufanya biashara zetu vizuri, tumeshikana na watu wa matatu vizuri, biashara zetu zilikuwa zinaenda poa, hatukuwa na furugu yoyote. Kwa sasa tunasikia kuna watu ambao wameitisha maandamano, na ni watu ambao hawana ujasiri yoyote, hawajui vile town kazi inafanyika. Wamama wa chai wako sawa, vijana tuko sawa, watu wa matatu tuko sawa, hatuna vita yoyote kwa sasa. Na kwa sasa tumeamua kufanya kazi na county government ya Nakuru, na tunashukuru mama kwa ile kazi ambayo amefanya. Stage ya Shabab tumeona imelainika, Dance Garden tunaona imesimama, na hata pale chini tunaona stage kukamilika na kamilika. Kwa hivyo watu waache mbio, waache furugu na waache fujo. Tunaomba tu amani na tunataka kufanya kazi. Asanteni. Jina naitwa Ikilfandika. Mimi ni chairman wa matatu workers wa Nakuru. Naongea kuhusu mambo na maandamano. Nimeona mwenzangu ametoka hapa ambaye ni chairman wa Kamagera. Sisi watu wa matatu hatutaki mambo inaitwa maandamano kwa hii state. Kama hawa vijana tumechukua vijana tumewatoa wakifanya tabia mbaya kule mtaani, tukawaleta town na tumewalainisha. Sasa maandamano ni ya nini? Kuna kitu kingine tutafanya maandamano viongozi? Hatutaki. Sisi hatutaki maandamano. Tunataka tukae na amani, na mtu yeyote mwenye anajaribu kuleta maandamano ajue mahali atafanyia maandamano. Tafadhali. Nimeona barua kwa simu, wamepewa barua ya kufanya maandamano. Hiyo maandamano tunaomba ifanyikie kuanzia Kingdom Seekers kuelekea kule Langalanga. Lakini town mahali sisi tunafanyia kazi zetu, tafadhali waheshimu hii kazi. Na waheshimu viongozi wetu ambaye wamechaguliwa na Madam Susan Kihika. Madam sisi tunajua tunampia tamu yake full. Na tumuongezee hiyo ingine. Si ni kweli? Kweli. Sababu kazi ile amefanya ni kazi ngumu sana. Na amefanya kazi mzuri. Na viongozi wale wametuchagulia wamechagua kazi, wanafanya kazi mzuri. Wakina Josh wamefanya kazi mzuri. Mheshimiwa Kuria amefanya kazi mzuri. Nyanaro anafanya kazi mzuri. CS anafanya kazi mzuri. Wasichafuliwe jina tafadhali na mtu mwenye ajulikani. Na kama kuna mtu mwenye amewaonga akawadanganya kuwaleta wapitie hapo ndio tuwaunge mkono, au wamepotea. Waende waachane na mambo ya maandamano sababu sisi tuko na amani. Majina yangu Timurongaro, mimi ndio chairman wa Nasha Market. Nakuja kuungana na viongozi wote wa matatu na wana matatu kukataa kabisa mambo ya maandamano, kwa sababu sekta ya matatu na sekta ya biashara zinapelekana pamoja. Sisi wana soko hatutaki furugu town, kwa sababu economy inaharibika wakati town inakuwa na maandamano, na hiyo maneno yote inaongozwa na watu ambao hawajui kesho ya wananchi wa Nakuru. Tangu matatu zirudishwe katika BCBD, sisi soko zetu zimeimarika kibiashara na tunafuna kulingana na venye inastahili. Kwa hivyo mimi nakuja hapa kuwakilisha soko letu pamoja na watu wasote wa soko, na tumekataa kabisa maandamano ama furugu yoyote katika tauni yetu ya Nakuru. Kwa hivyo sisi tunashukuru gavana wetu kwa kutuchagulia viongozi ambao tunaitana na majina. Wakati tunakuwa na shida, tunajua ni nani tutarekesha shida zetu. Na sisi wote tumefaidika na hii serikali. Kwa hivyo mpango ya gavana wetu kurudisha matatu town na uhusiano mzuri kati ya sisi watu wa biashara na watu wa matatu. Hatutaki furugu yoyote. Mwenye alijaribu kupanga maneno ya kufuruga amani katika CBD yetu ya Nakuru, agojee miaka 5 akuje kuleta hiyo fujo yake hapa ama fitina. Hatutakubali kabisa. Sisi tunaungana na serikali pamoja ili tuhakikishe ya kwamba tunafuna, kwa sababu tunataka amani. Bila amani, bila matatu hakuna biashara. Kwa hivyo soko na matatu wako pamoja kukataa lolote lile. Tunataka wateja wetu waletwe kwa biashara, na ile sekta ambayo inatuletea wanabiashara ni watu wa matatu. Kwa hivyo sisi tunaungana na matatu kukataa kabisa maandamano siku ambao wanapanga. Wasiote kupanga furugu lolote, kwa sababu hatutakubali. Na kwa hivyo Mungu awabariki na abariki kaunti yetu ya Nakuru. Majina yangu naitwa Ngoge Njogona. Mimi ni stage chairman wa stage managers. Na sisi tumesimamia maboys wote wa matatu. Sasa kitu tunataka kuambia hawa watu wanasema mambo ya maandamano. Sisi kama maboys wa matatu, stage managers, hiyo tumekatana nayo kabisa. Na siku hiyo sisi tunasema hakuna maandamano itafanyika. Na mtu yote yeye anaona tezana watu wa matatu ya kuja tutakutana na yeye. Kitu kingine, hizo mambo zenye wanaweka kwa mitandao,
Ati kusema sijui ati tunakwama sijui sababu ya mheshimiwa, sijui tunakwama sababu sijui ya Nyanaro. Hakuna mtu ametuchunga kama Nyanaro hapa. County secretary wengine wenye wamekuwa tumewaona wakati ya serikali ya mtu anaitwa Kenothia, serikali ambaye ya mtu anaitwa Ri. Hatujaiona county secretary anatembea huku, anakuja na mingo na watu wa matatu, watu wa chini. Mwaora tunakaka tunamuona hapa na simu anashika. Kwa nini tukome sababu ya mtu kama Mwaora na wanakuja wanajishikanisha na watu wa matatu? Watu waache kuchukua watu wa matatu ni mafala. Ati sisi hatujielewi, ati mtu yote anakuja anajishikanisha na mambo ya matatu. Wewe ukitaka kufanya shughuli zako za kusumbua na gavana matatu, kitu ya kwanza, matatu iko na chairman na ndio Bwana Mudi. Iko na vice Bwana Njoroge. Matatu ni kitu imejipanga, iko na viongozi. Kuna mahali popote umesikia chairman wote akisema tuna maandamano? Hakuna. Kwa hivyo hiyo maandamano sisi hatuijui na hiyo ni uchokozi. Na hiyo siku kama penye sisi watu ya matatu tumesema, hiyo siku wenye wanasema tutakutana hapo saa 2 na tutapelekana na barabara ambayo hawajaiona na Kenya itapatikana hapo hivyo wasilikreti. Na sisi tumesema hivyo kama vijana ya matatu. Sina kitu kingine na hiyo mambo inaendezwa kwa mitandao ikome, hiyo ni propaganda na tumekatana nayo. Thanks. Kwa majina yangu naitwa, watu wananijua Patel ama kiongozi wa Njoro Line. Yangu ya kwanza ni kukanusha hii mgomo ambaye inasemekana yenye inatandazwa katika mitandao. Ya pili ni kusema tutaki kurudishwa pahali tulikuwa, pahali ambapo Ria alituacha kama ametumaliza, tutaki kurudishwa hapo. Kwa hivyo hiyo mgomo na maneno ya migomo ambayo inaletwa na wakora, mimi nitawaita wakora, na kama kuna mtu ana swali anifuate. Hiyo ni mikora na tuwajui. Kuna viongozi wa matatu, hatuna viongozi wawili wa matatu. Kuna chairman Bwana Muri, kuna vice wake Bwana Josh. Kwa hivyo wengine ambapo wanajiita machairman ama viongozi wa matatu hatuwajui. Wenye matatu machairman wote tunakutanaga pamoja, tunaongea pamoja na tuna kesi pamoja na gavana. Na tutaki kureti gavana wetu down hata kidogo. Gavana alituchagulia waziri, akatachagulia county secretary ambapo wanashirikiana na wananchi wote wa Nakuru. Biashara Nakuru ilikuwa imeisha kama gavana hajaingia, na saa hii biashara Nakuru ndio tunaongoza kwa biashara kwa wakati huu. Kwa hivyo tunataka Nakuru tuache tukae na salama. Maneno ya maandamano, kama mnataka muende mfanyie maandamano pale pengine. Venye mnasema maneno ya railway, tukutane hiyo siku railway tafadhali. Yes. Na hiyo saa 2 mnasema hata mkuje saa 12 tukutane. Sisi ndio tulikuwa wakati ya maandamano ya Rii, mlijua venye tuliandamana na tunajua yani maandamano ni kama mjui, ujeni tufunze nyinyi. Asanteni na Mungu ambariki. Kwa majina naitwa Johnson Kireru Mwangi. Mimi ni mfanya biashara katika kaunti ya Nakuru na tena mwanasiasa. Na ningetaka kuongea mambo kadhaa kuhusiana hii maandamano. Maandamano imekuwa wakati wa Azimio. Na wenye wanapanga maandamano hawajui nini wanapanga. Hii ni kusabaratisha mambo ya town. Na maandamano inaletaga madhara mengi sana kwa biashara za town. Hivi juzi tuliona matatu, hakukuwa na matatu. Wamama wa vibanda walikuwa wanapeleka chakula nyumbani, chakula inaganda, wanapika leo inaganda, leo inaganda kesho. Watu wa matatu nao, matatu zao zilikuwa zinapikiwa munanda, zinapigwa auction. Sasa mtu mwingine sijui ametoka wapi, amelipwa na nani, ati anaongea mambo ya maandamano. Anaelewa maandamano ni nini? Tena anaongea mambo ya viongozi, ati kuna kiongozi CS Mwaura, sijui Kuria, sijui Josh. Kama kuna viongozi ambao wanapatikana kila siku, ukienda saa 1 kwa ofisi utampata. Ukichukua hii simu yangu, hata isipokuwa ni muda ningepiga saa hii, hawa viongozi wanaweza patikana. Ukienda kwa kibanda unampata, ukienda kwa hoteli unampata. Hata nilishangaa juzi jamani wa board ya municipal ati nampata huku kwa barabara na hana security. Hawa ni viongozi ambao wanashikana na wananchi moja kwa moja. Kama uko na jambo, wewe uko na maandamano, leta hiyo hoja yako ambayo uko nayo, ilete. Wacha matisho mbali, ilete. Kwa nini unaogopa kuja kwa ofisi? Nani amekufukuza kwa ofisi? Kuja, leta hiyo hoja, isikizwe. Kama ni ya maana itarekebishwa.
lakini kama ni siasa ndogo ndogo, kama umechotewa kidogo kidogo, usivuruge amani ya hapa town, sababu biashara zetu tunataka zisimame, na venye tuna amani hatutaki mtu kuja kukoroga sisi hapa. Kwa hivyo we kama unataka maandamano, we tutakupea pale, kuna uwanja inaitwa Furaha, enda na hapo urukaruke, jioni uende nyumbani. Lakini kuja hapa town, tafadhali ndugu yangu, dada yangu, tafadhali enda kabisa na usikaribie hii town, sababu tunataka amani katika hii town yetu, na tutaki hiyo puzi ambayo mnaleta hapa. Asanteni. Na vijana hatutaki maandamano. Hatutaki. Bwana niishie hapo.